Leo ni siku ya 6 ya sesheni yetu tangu tumeanza, na leo tutazungumzia kuhusiana na flyer au vipeperushi. Sasa kuna utofauti kati ya flyer na poster. Kwamba poster yenyewe kipimo chake inakuwa ni fixed mara nyingi, kwamba kama ni mfano tukiangalia hii hapa, hii ukiangalia kipimo chake hii ni A4 au A5. Kwa ukiona kipimo, yani ukiona kipimo kikubwa cha namna hii sio tena poster, yani ishabadilika kutoka kwenye poster kuja kwenye flyer. Lakini poster kipimo chake ni fixed mara nyingi, kama vile ambavyo tulikuwa tunaviona. Kwa poster yenyewe ndio inakuwa namna hii. Hii ndo flyer, ila poster yenyewe nafikiri tumeshapitia tukaona poster vipimo vyake kwamba inakuwa ni 1080 kwa 1080, 1080 kwa 1350, lakini kwenye swala la flyer au vipeperushi mara nyingi tunatumia A4, A5. Alafu kishatumia hizo mara nyingi huwa tuna flyer. Nilikuwa naendelea, flyer zenyewe mara nyingi huwa ni kwa ajili ya printing, kwamba mtu aprint akabandike sehemu. Sasa kuna mtu anaweza akasema labda flyer na sticker zinafanana. Sasa vyote hivi mara nyingi huwa vinaendana, ila utofauti wake unakuwa ni sehemu ndogo sana. Kwa mfano unaweza ukasema kwa hiyo leo tutajaribu kutengeneza flyer ya shule. Hii hapa ndio utakayoitengeneza, lakini sasa mara nyingi flyer pia inaweza ikawa kwa ukiangalia hii na visa ambazo tumetengeneza wiki iliyoisha kwenye vipimo vya poster na flyer vina utofauti. Kwa mara nyingi flyer kwa leo tutatumia kipimo cha A5. Kwa nitafungua Photoshop, alafu nitakuja sehemu ya create new document. Baada ya hapo nitakuja kwenye hapa juu kuna sehemu imeandikwa recent saved photo, print, arts and illustration na zingine. Kwa mimi nitakuja kwenye print sababu natengeneza document ya kuprint. Alafu baada ya hapo nitachagua A5, ndio kipimo ambacho nitatumia kwenye flyer hiki hapa, A5. Baada ya hapo nitakuja huku, taangalia hii A5 hapo ipo kwenye milimita, haina shida. Maona ukibadilisha kuja kwenye sentimita inakuwa ni 14.8 kwa 21, ambayo A4 ni 29 kwa 21. Kwa hiyo zinatofautiana kidogo kati ya A4 na A5. Baada ya hapo nitachagua color mode CMYK. Tulisema CMYK yenyewe kazi yake kubwa ni kwa ajili ya printing. Ta click OK. Nitapata dokumenti ya aina hii A4 hiyo. Kwa tukasema kitu cha kwanza huwa ni kuseti, una seti ruler kwamba content zako ziishie wapi. Kwa una seti hapa kwa utaseti kulia na kushoto. Namna hiyo. Taseti huku juu pia
alafu nitaseti na huku chini. Kwa hiyo baada ya kuseti hivyo, nitakuja kwenye posta yangu, alafu nitaanza kwamba hapa juu tutaweka logo, alafu tutakuja kuweka, kuna picha tutaweka, kuna kikubwa unaangalia zile content za msingi ambazo unataka kumpelekea mteja, yaani vitu ambavyo mtu akiviona anaona hiki kitu ndio nilichokuwa nakitafuta. Kwa mfano sisi tunataka kutengeneza labda school admission, kwamba tumeshafungua dirisha la usajili wa wanafunzi. Umeona, kwa lazima uweke vitu ambavyo vitakuwa vinafundishwa au masomo ambayo yanafundishwa kwenye hiyo shule, faida ambazo mtu atazipata, mawasiliano, kama mtu amepata changamoto anawasiliana na nani. Umeona, kwa hiyo utajaribu kutengeneza hapa kwa haraka. Tutatumia sample ya aina hii hapa. Kwa hiyo tutatumia sample ya aina hii. Kwa hiyo tutaanza na designing yetu sasa. Hapa sasa hivi tutachukua ellipse rectangle tu, tutakuja kuchora hapa upande, lakini zingatia sehemu ya rula kwamba uliishia wapi kwenye rula yako. Tutachora hapo. Baada ya kuchora, inabidi nirudi kwenye move tu au selection tu, alafu nikitaka kama kuongeza size upande mmoja, inabidi ni hold shift alafu ni squeeze namna hii. Yaani unakuwa una drag kupeleka hizo kulia, kuongeza unapeleka kushoto, lakini kama unataka kupunguza inabidi upeleke kulia. Kwa hiyo nita fix labda namna hiyo. Baada ya hapo, ukiangalia hii shape ya nyuma ambapo kuna picha hapa, imekuwa kama rounded, yani imekuwa angles zimetolewa. Kuona mimi nitakuja kutoa angles. Kwa hiyo nita right click, nitaibonyeza, nita select, nitakuja kwenye properties, taangalia hii sehemu. Nafikiri kwenye session iliyopita tulizungumzia namna ya kupunguza hapa. Kwa mimi nitapunguza hapa. Ukipunguza hapa, hizo angles zinakuwa zinatoka. Kwa nitapunguza labda namna hiyo hapo. Huku chini pia nitaongeza kushuka chini, labda ikae hivyo. Kwa ni the way tu ambavyo utakuwa una modify idea na wewe jinsi unavyokuwa unaiona hiyo idea. Baada ya hapo, nitakwenda kuchukua kwanza logo. Ngoja nichukue logo kwanza, niweke logo. Nitachukua logo yangu hii hapa, nitaileta huko. Kuna drag tu kutoka kwenye folder yako na kwa umeishikilia, unaileta huku na scale. Alafu hii labda nitahitaji ikae hapa. Na pia unaruhusiwa kuwa una zoom, control plus kuzoom, kuangalia sehemu ulipoweka ipo sawa. Kwa baada ya hapo, tutabadilisha rangi ya hii shape hapa. Nitaipa hii ambayo tumechora hapa ya rectangle. Kwa nitaibadilisha, nitakuja kwenye properties, sehemu ya color hapa. Nitakuja kwenye color picker, alafu nitachukua rangi hapa. Kwa nitabonyeza hii rangi ya kwenye logo, itakuwa na display hapa. Nikibonyeza nyekundu ina display hapa. Kwa mimi nitasema tumie hii hapa. Alafu nita click okay. Rangi itabadilika. Baada ya hapo, tutakuja kuchora ile shape ambayo ilikuwa hapa. Ambayo yenyewe hii inabidi iende mpaka mwisho.
na huu upande pia nitaivuta mpaka mwisho. Alafu nitaipa rangi pia hiyo hiyo ya blue. Sauti iko chini. Unakusikia vizuri tu. Nilikuwa tuko hapa sasa. Baada ya kuchora ile shape ya hapa ambayo nichukua rectangle tu, nikaja hapa nikachora. Baada ya kuchora nikabadilisha rangi tena kwenye properties pale pale, unabadilisha rangi. Baada ya hapo hapa tutaandika text, na hapa kwenye hii blue ya hapa tutaweka text. Hii shape itakuwa na image. Alafu hapa chini tutaweka contact. Kwa hiyo baada ya hapo nitakuja hapa admission, ambapo tunasema 2026 siku admission. Kwa nitaanza kuandika, ila taweka labda shape ya aina hii. Kwa nitachukua rectangle, nitachora tena hapo, alafu nitapunguza zile engo kwenye properties pale. Ukija kwenye properties hapa chini hapa kuna zile ambapo unakuta 0 pixel unaongeza. Kwa mfano hapa inasoma 10, alafu mimi nitaongeza tena 28, 29, 30, 26 hapo hapo. Sasa 29, 30 namna hiyo. Alafu nitabadilisha color. Takuja kwenye properties, hakikisha kwanza umeselect. Njoo kwenye properties, sehemu ya color picker, kwa sababu color ninayohitaji hapa ipo kwenye hizi recent color ambazo nimezitumia ipo. Nataka nitumie color nyekundu, kwa nitakuja tu hapa, alafu nitabonyeza kwenye rangi nyekundu hapa, alafu nita click okay. Kwa hiyo itakuwa imebadilika. Kwa baada ya hapo nitaanza kuandika. Kwa hiyo nitakuja kwenye horizontal type 2 hapa, horizontal type 2, alafu nitabonyeza sehemu ninapotaka kuandika, alafu nitaanza kuandika labda 2026 ndio nahitaji ikae hapo, ambapo sasa ni mwaka wa admission huo. Nikasema kuongeza maandishi size unaweza ukatumia kuscale hapa kama unavyo hivi namna hii, au ukaja kwenye properties hapa, kuna hii sehemu ya font hapa, alafu kuna hii sehemu ya font size hapa chini hapa. Kwa zote hizi kwa kuna sehemu ya font size pia hapa, ambayo unaweza ukabadilisha yote hapa. Mara nyingi imeishia 72. Sasa tutakapokuja kudesign kwa mfano bango ambalo lenyewe linakuwa na size kubwa, nani yake font size yake mara nyingi huwa inazidi 72. Kwa unaweza ukaandika hapa badala ya 72 ukaendelea, kwa sababu inaenda mpaka 1000. Kwa baada ya hapo sasa mimi nitabadilisha hii font hapa, nitaweka Nexa tapunguza size, naona nasoma 72, taweka 30, 48. Kwa nitaiweka namna hiyo. Tabadilisha color ya text iwe white ili iweze kuonekana vizuri namna hiyo. Alafu nitakuja kuandika maneno mengine, ambapo nitachukua tena horizontal type 2, nitakuja kuclick hapa, nitaandika. Lakini kumbuka wakati nabadilisha color ya hii text, ina maana color ambayo itakuja tena ni ile niliyobadilisha nyeupe. Kwa inabidi nibadilishe kabla ya kuandika.
Kwa mfano niseme labda ije nyekundu. Alafu baada ya hapo nitaanza kuandika text, labda school admission, school admission, alafu nitasema now open nitaongeza size. Sasa mimi nitatumia kuscale tu hapa. Nitatumia kuscale tu hapa kwa sababu nishawaelekeza hapo namna ya kufanya. Kwa baada ya hapo pia unaweza ukawa na zoom. Nimesema control plus kwenye keyboard kuzoom zaidi, alafu kuna control minus kwenye keyboard kwa ajili ya ku zoom out. Kwa nitasogeza maandishi yangu labda ni yapange namna hiyo. Baada ya hapo nitasogeza na haya hapa. Baada ya hapo sasa nitakuja kuandika maneno mengine, labda school admission open now. Alafu baada ya hapo baada ya hapo nitaanza kuandika huduma ambazo zinapatikana au service ambazo zinatolewa shuleni. Kwa nitaanza labda kikubwa kwanza nitaongeza rula namna hiyo. Hii rula, hii sehemu ya katikati hapa nitaweka labda icon, au naweza nikatumia ellipse, nikachukua ellipse hapa nikachora kwa ajili ya kuonesha hizo huduma namna hiyo. Ila hakikisha kama unataka kuchora perfect cycle kama ambayo nimeichora, inabidi hold shift. Kwa bila kushikilia shift huwezi ukachora perfect cycle. Baada ya hapo nita duplicate hii control C control V, au na alt kwenye keyboard unashikilia alt alafu unakuwa una drag. Unashikilia alt kwenye keyboard una drag. Baada hapo tena unashikilia alt kwenye keyboard una drag. Shikilia alt kwenye keyboard una drag. Kwa nitashikilia tena nita drag hapa mpaka hapo nimepata huduma 5. Kwa nitakuja hapa nitachukua rectangle, nitachukua horizontal type 2 ili niweze kuandika maandishi, lakini pia nitaongeza rula nyingine kwa ajili ya hayo maandishi kwanza yaanzie hapa yote kwenda kulia. Kwa nitaweka afu nita click, nitaanza kuandika. Kwa mfano huduma ambazo labda kuna computer application, computer
application, nikasema wakati mwingine ukishaandika neno moja kama maneno yanayofuata yanaendana, una control C control V, ya una duplicate alafu una move kupeleka eneo husika, labda namna hiyo, alafu unakuwa na arrange tu. Baada ya hapo hii nitaiandika graphics design, training, alafu nita duplicate hii. Nimesema kuna control C control V, kuna kubonyeza alt kwenye keyboard, alafu na drag text. Zote hizo zinafanya kazi moja. Kwa hiyo nitafuta hii. Namna ya kufuta ukishaandika, nilisema unachukua horizontal type tu, unabonyeza kwenye sehemu ya text katikati, alafu unakuwa unafuta kwa kutumia delete au hii backspace kwenye keyboard. Baada ya hapo nitaandika web design, and development, alafu nita duplicate tena control C control V au alt kwenye keyboard, alafu na hold hat, alafu wakati huo na drag, alafu nitakuja niandike video and audio production, audio production, alafu nitamalizia na service moja, labda training nyingine, labda ya video animation video, animation video training, animation. Kumbuka hizo text zote hizo zenye rangi nyekundu kwenye hii sehemu hapa hazionekani, yaani kwenye blue hazionekani. Kwa inabidi tuzibadilishe text zote hizi kuwa na rangi nyeupe. Kwa nitakuja kwenye layers, lengo la kuja kwenye layers, nataka ni select text zote nizibadilishe kwa wakati mmoja, ila unaweza ukabadilisha text moja moja kwenye properties, ila mimi nataka nizibadilishe zote kwa wakati mmoja. Kwa nitakuja kwenye layers, ta hold shift, ta select layer ya kwanza, afu nita hold shift, nitakwenda kuselect layer ya mwisho. Hakikisha una select hivyo kama zinafuatana. Kama zifuatani, inabidi ubonyeze layer ya kwanza, unashika control na bonyeza ya pili, unashika control na bonyeza ya tatu, ya nne, ya tano mpaka ya mwisho unayotaka. Baada hapo utakuja kwenye color hapa kwenye properties, utachange color kwenda kwenye rangi yoyote ile unayoihitaji. Baada ya hapo nitazoom kidogo nione sawa. Taweka hapa maandishi kwamba squad mission open for open now. Kwa nitaandika adat
dati au nitaandika labda follow who need to update their knowledge. Kwa nitazoom kidogo ambapo tumesema control plus, alafu nitajaribu kufiksi namna hiyo, taikuza kidogo. Baada ya hapo nitaweka picha hapa. Nitakuja kwenye folder langu huku lenye picha. Kama picha na background ambayo uitaki, na nafikiri nilifundisha namna ya kuondoa background. Nikasema kuna background ambazo zinaondoka kwa kutumia tools ambazo zipo kwenye Photoshop, lakini kuna zingine ambazo inatakiwa utumie tools ambazo hazipo kwenye Photoshop. Kwa nikasema inabidi utumie zile online, kwa mfano background remover. Kwa picha yangu ndio hii hapa, taiweka hapa. Baada ya hapo, hii picha inatakiwa iwe nyuma ya hii rectangle ambayo ina maandishi. Kwa inabidi niende kwenye layers, ta drag hii kuipeleka chini, kuona naishikilia kuishusha chini mdogo mdogo mpaka pale utakapoona kwamba ulipokuwa unakusudia hiyo picha ikae, ndo hapo. Kwa utaishusha mpaka hapo tayari ishaka upande wa nyuma ambao ndo itakiwa ikae huko. Tapunguza hii shape kidogo hapa ili huo mkono uonekane hapo hivi. Alafu hii kwa vingine nafikiri inakuwa ni layout yako, namna gani unapangilia. Kwa mfano hii inatakiwa isogee huku kulingana na maandishi yetu yanavyokuwa. Naweza nikaibadilishia pia rangi, kasema labda iwe na rangi nyekundu. Ukibadilisha rangi, naona nyekundu itakuwa mbovu. Tashusha maandishi kidogo, na haya nitayapandisha hapo, alafu nitashusha haya. Baada ya hapo, kuna huu upande ambapo labda utaweka benefit. Alafu hapa chini tutaweka contact. Sasa kwenye contact hapa chini kuna unaweza ukaweka tu hapa kwenye hii plane, au ukatengeneza shape nyingine kwa ajili ya kuweka hizo contact. Kwa nafikiri tengeneze shape alafu nielekeze kitu pia, labda namna hii. Alafu let's say hapa ndarudi kwenye move to, squeeze kidogo kwa juu mpaka hapo. Alafu squeeze kulia, nikasema inabidi hold shift kama unahitaji kupunguza upande mmoja.
Baada ya hapo nitakevu hizi kona za juu tu, za huku chini nitaziacha. Nikasema ili kevu kona za juu, ukija kwenye properties hapa kwenye ile sehemu ambapo tunapunguza engo, uta unlink hapa napozungushia hapa. Ukiunlink hapa, maana yake ni kwamba unabakiza engo moja moja, unaweza ukapunguza engo moja moja. Lakini ikiwa hapa linked, ina maana kwamba ukipunguza engo moja umeaffect engo zote 4. Kwa hiyo nita unlink, alafu nitapunguza hizi za juu tu, tadili na hizi za juu, za chini zibaki kama zilivyo. Kwa mfano hapo 127 na huku inabidi iwe 127 40, sawa. Kwa hiyo ya namna hiyo, alafu utakuja kufix hapa, utakuja na kufix hapa, alafu nitaongeza kidogo kwa sababu imekuwa, tapunguza kidogo isiwe 140, 112 au 110. Hapa pia nitaweka 110 tayari. Baada ya hapo nitaipa hii color nyekundu, iko hapa. Ukija kwenye properties hapa, kwa sababu tulikuwa tusha select. Baada ya hapo nitachukua icon kwa ajili ya kuweka hapa WhatsApp, labda namba ya WhatsApp, nitaweka tu namba za simu. Kwa hiyo nitakuja, nitachukua icon, nitachukua WhatsApp hii hapa, kisha nitachukua WhatsApp hii hapa, nitadrag, nitaleta hapa, ipunguza kwa, nitaipunguza the way ambavyo mimi nataka, alafu nitaichukua remove, kuisogeza hapa. Baada hapo tena nitachukua icon nyingine, nitachukua icon nyingine. Hiyo niliyokuwa nimechukua ni ya tadragi, nitaileta, nitakuja kuiachia. Kwa hiyo una dragi kutokea kule, inabidi usiachie mpaka utakapo kuwa ndani ya Photoshop. Baada ya hapo nitaipunguza pia hii, alafu nitakuja kuiweka hapa. Alafu nitachukua hizo icon nyingine ya account, mfano tuseme Instagram, labda na Facebook, kama shule na hiyo mitandao ya kijamii, labda konta squeeze namna hii. Alafu hizi nitakuja kuzipanga, kwa sababu huwa tunashauri akaunti ya ofisi au ya taasisi iwe ni moja kwenye mitandao yote ya kijamii. Sio Facebook mtu anatumia jina tofauti, alafu na Instagram pia anakuja kutumia jina tofauti. Kwa hiyo inabidi jina liwe moja namna hiyo. Kwa hiyo nita zoom, alafu nitakuwa nazipanga zikae kwenye mpangilio ulionyooka huku chini. Ya baada ya hapo nitaweka icon ya location
Lakini kwanza kuna mtu nafikiri aliuliza, ni Saidi nafikiri, namna ya kubadilisha icon color. Kwa mfano hapa color ya icon ni zilizoko hapa ni nyeusi. Sasa mimi nataka nizibadilishe ziwe nyeupe. Kwa nikasema utaselect icon husika, alafu utakuja kwenye layers. Utakuja chini ya layers hapa kuna kitu kuna sehemu imeandikwa FX, add a layer style. FX utabonyeza hapo, utatafuta sehemu imeandikwa color overlay. Hizi zote hapa ni effect. Kuna stroke, kuna inner shadow, kuna outer glow, satin color na nini, zote hizi ni effect ambazo zinakuwa zinasaidia muonekano wako wa kazi. Nafikiri kama mlioona kuna post ameiposti Chemba leo kuhusiana na fashion. Ile post ukiangalia pale ametumia hizi effect za kutosha tu pale, kazitumia hizi blending option, na shadow, outer shadow, outer glow, drop shadow, kazitumia sana pale. Kwa hiyo tunasema hapa, kwa sababu tunataka sisi lengo letu ni kubadilisha icon color, kwa hiyo tutakuja hapa kwenye color overlay. Nafikiri nimebonyeza gradient. Kwa hiyo nita uncheck, alafu nitakuja color overlay. Unabadilisha hapa rangi. Okay. Baada ya hapo utakuja tena kwenye icon nyingine. Hivyo FX, color overlay. Okay. Kama rangi ni hiyo unayohitaji ndio imetokea. Baada ya hapo color overlay. Vile kama unavyofanya, alafu color overlay. Kwa tayari. Baada hapo sasa tunaandika maandishi. Andika namba za simu, chukua type 2 horizontal. Alafu unaanza kuandika, kwa mfano hapa text taandika namba ya simu plus 255 652 000839. Nitaiskeli kidogo kuipunguza namna hiyo, alafu nitaisqueeze kushoto, alafu hii nitaisqueeze kulia, isogee kidogo, iache space. Taibadilisha color, text color kwenye properties taweka white, alafu nita duplicate hii namba. Kasema kuna njia mbili, control C control V, copy na kupaste. Alafu kuna kudragi, lakini wakati una drag hakikisha umeshika alt kwenye keyboard. Baada ya hapo nita copy tena hii, nitaisogeza hapa, alafu nitaibadilishia, badala ya kuwa namba ya simu nitaweka akaunti ya social media. Mfano nitaandika kwa PM Brand 221 hapo ya kwa mpaka hapo. Mpaka hapo nafikiri kazi inaonekana. Kwa hiyo sehemu ya hapa hii nyeupe hapa nita add to location. Nitachukua icon ya location, mimi sijaweka location, itabidi niweke hapo.
location icon yake ndo hii. Icon zote ambazo nilisema inabidi ukachukulie pale PNG wing. Kwa hii itakaa katikati, nataka niweka hapa katikati. Nitaweka hapa katikati na nitachukua hii nitaweka hapa. Kwa nitabadilisha color, nitaandika location hapa. Labda Mwanza, Tanzania. Taandika Mwanza Tanzania, taipunguza kidogo. Taipunguza, afu nitabaki kuipanga sasa ikae vizuri. Pia hii inaweza kuibadilisha icon ukabadilisha rangi. Kwa hiyo baada ya hapo unafikiri kinachokuwa kimebaki ni namna gani wewe utaanza kupangilia sasa mpaka hapa. Hii sehemu hapa tunaweza tukaweka maandishi labda benefit za kusoma hizi course. Alafu hapa tutaweka labda anticipate. Andika neno anticipate. Kwa nitachora rectangle 2. Alafu nitaweka color nyekundu kwenye properties pale. Nitaenda kwenye properties red color, nitachagua hapa rangi. Alafu pia nikasema kuna namna ya kucheza na engo. Hizi zenyewe kazi yake kubwa tu ni kuongeza kupamba, yani kupamba kazi yako wewe unavyoitaka wewe ionekane. Japo sio lazima sana kuzitumia, lakini wakati mwingine inategemea na idea yako. Idea yako ikoje? Kwa kile unachokifanya kinategemea na kwa unachokifikiria kichwani kipo vipi. Kwa unachokifikiria kichwani ndio ambacho utakuja kukifanya. Kwa hiyo hapa tutaandika labda anticipate. Ninachokiandika kionekani kwa sababu text color ni red. Kwa nitakuja kwenye properties, tabadilisha color to white. Ya kibadilisha color to white afu nitascale, naona inaonekana. Inaonekana namna hiyo. Baada ya hapo, kama kuna kitu nataka kuandika hapa, kwa mfano kama kuna hizo tunasema faida za kusoma au vitu kingine cha kumvutia yule msomaji au mtu anayetaka kujifunza aone, utaweka hapa huu upande. Kwa kuna huu upande, kuna huu upande. Kwa utaweka hizo nani zako hapa, alafu utakuwa
umekamilisha. Lakini kumbuka ukiweka huku lazima pia uinvolve kuweka hizi nani rula. Kwa hiyo utachukua rula, utaweka labda maandishi yako yaanzia hapa kwenda kulia, utaweka rula namna hiyo. Alafu ashumu hapa mimi nitatumia icon badala ya kutumia, kwa mfano kule mwanzoni nilitumia ellipse, lakini sasa nitahitaji hapo nitumie labda icon ya black check. Hapa tutatumia icon ya aina hii black check. Ja tuone hii niliyoileta, kama fikiri nitakuwa nimekosea icon. Tutachukua ambayo haina background, ambayo tayari nishaitolea background kama hii, alafu nitaipunguza. Ndio maana tunashauri kuzoom, ili kwamba unachokifanya huo unakifanya kinaonekana, kwa sababu kwa mfano hii A4 nani A5 inakuwa ni kubwa, kwa ukisema ufanye kazi inaonekana kwa mbali, inakuwa sio supportive sana. Kwa labda namna hii. Kwa namna hii wakati mwingine kwenye kusqueeze inabidi utumie arrows, tusiwe tuna lazimisha kumove tu kwa kutumia move tu. Kwa lazima pia utumie arrows ambazo zipo kwenye keyboard. Kwa hiyo hapa nitabadilisha hii color ya icon, nitakuja kwenye layers, FX, color overlay, alafu nitabadilisha rangi. Baada hapo labda nitaandika hizo benefit. Kwa nitaandika labda mtu atapata ujuzi wa kujiajiri, alafu duplicate hizi. Nikasema kwenye kuduplicate unaweza ukaselect afu ukatumia control C control V, au ukashika alt kwenye keyboard, alafu ukadrag. Kwa utakuwa unaangalia njia ambayo ni rahisi kwako na ambayo utaimudu. Kikubwa ni ufikie kila ambacho unakuwa unataka kukifanya. Baada ya hapo nitafanya hivyo hivyo, nitadrag tena, alafu nitakopi na hii text vile vile, nitakopi na hii text vile vile, alafu nitakopi na hii text pia, alafu hizi text zote nitazibadilishia font. Kwa nitakuja kwenye properties, font type hapa nitabadilisha, nitaweka labda Montserrat, alafu nitaweka medium, alafu size nitaongeza iwe 12. Kwa
hiyo inakuwa imebaki sasa namna gani unazipanga zikae katika mpangilio ulionyooka, na ambao naona huu unafaa. Kuona jaribu kusqueeze hizi haya maandishi yako haya yakae center vizuri kwenye kila icon, yakae namna hiyo. Baada ya hapo kazi yetu inakuwa imekamilika namna hiyo. Hii nyeusi hapa itabidi tuitoe, maana inakuwa hii icon itakuja kwenye properties, kwenye layers fx color overlay, taibadilisha color isiwe iwe ya blue, alafu na text yake pia iwe ya blue. Ya kuna mpaka hapo tunakuwa tumemaliza. Kuna mtu nafikiri alishare, nilijaribu kucomment rangi alizokuwa ametumia. Alikuwa ametumia karibi rangi 5. Rangi 5 kwenye posta moja inakuwa ni uharibifu wa kazi. Kwa mara nyingi rangi inatakiwa zisizidi 3. Tunasema zisizidi 3, lakini kumbuka rangi nyeupe, kwa mfano hii nyeupe hapa tuhesabu, hii nyeupe ya kwenye maandishi tuhesabu, na rangi nyeusi pia tuhesabu, kwa sababu hizo ni default color. Kwa rangi tunazozihesabu kwa mfano kwa hapa kwenye hii poster ni 2 tu, blue na nyekundu. Mpaka hapo kama kuna mtu ana swali au kuna mtu nimemwacha. Kama kuna mtu nimemwacha hapo mpaka hapo tulipofikia. Basi kama tuko sawa, hapa ndo flyer yetu inakuwa imekamilika. Kwa hiyo kama mtu anataka kwenye hii flyer kuweka background, labda background image au background kitu chochote kila anaweza akaweka, huo unaruhusiwa tu kabisa bila shida kabisa. Ambazo nimezidownload nataka kuzitumia hapo. Umeona kuna background labda kama hii, nataka labda ndio ikae nyuma, kwa hiyo nitafunika namna hiyo. Alafu utakuja huku kwenye layer utaanza kuishusha chini mpaka iwe ya kwanza kabisa chini, au utashikilia control kwenye keyboard, utashikilia shift kwenye keyboard kwa wakati mmoja, alafu utakliki open bracket. Narudia, utashikilia shift control kwenye keyboard, utashikilia shift kwenye keyboard, alafu utakliki open bracket, ambapo hizi bracket tunazungumzia zile bracket, achana zile bracket ambazo zipo kwenye 9 kwenye keyboard yetu. Kuna 9 na 0, zile bracket hapana. Kuna hizi bracket ambazo zipo karibu na bar space, zipo karibu na enter kwa pembeni hapa, ndo ambazo tunazitumia. Baada ya p inakuja bracket, hapo hapo ndo tunazozitumia hizo. Kwa hiyo kishafanya namna hiyo unakuwa umemaliza. Kwa unaweza ukaweka, unaweza pia hiyo background unayoweka labda ukasema uipunguzie color au opacity uiwekee, kwa pia inaruhusiwa. Kwa ni wewe kazi yako unavyotaka ionekane. Mfano hii shape ya nyuma hii tunaweza tukasema tujaribu rangi nyekundu tuone inavyoonekana. Bado inakuwa iko sawa.
Kama kuna mtu ana swali mpaka hapo tulipofikia hapo, naomba nisikilize swali. Mpaka hapo tulipofikia hapa, nakuja kusave, save as, ambapo tulisema kusave na file, save as, unachagua location. Hii nita save day 5, day 6, flyer design. Alafu nita export moja kwa moja, nita export, takuja hapa export, tatumia quick export as png. Lakini kumbuka, mara nyingi document kama unataka kuprint una save kama PDF au PNG, nani JPG. PNG mara nyingi kuprint inakuwa ni ngumu. Baada ya hapa sasa, kama ni flyer ya kuprint, inabidi utengeneze tena eneo lingine la kuprint, yaani utengeneze tena document nyingine. Kwa mfano hapo nimemaliza kutengeneza, sasa nahitaji kuprint. Sasa nitaprintije? Kwa inabidi nisha export. Mfano hii hapa iko wapi? Hii hapa kazi yetu ambayo tumemaliza kufanya. Kwa hiyo itabidi nikisha export, nitakuja hapa, nitakuja tena kwenye file, new document, nitachagua A4. Kwenye printing hapa A4, alafu color mode CMYK, alafu nitatumia landscape, alafu nita click OK. Baada ya hapo nitakuja kudragi ile nilichokitengeneza. Kumbuka nilichokitengeneza nitengeneza kipimo kikiwa kwenye A5. Kwa hiyo kama nataka kuprint inabidi kiwe kwenye A4. Kwa mpaka hapa ukiangalia hapa ta duplicate hizi ziwe 2 namna hiyo. Kwa hapa kama nataka kuprint kwenye A4 zitoke 2, ndo zinakuwa namna hiyo. Mpaka hapo nimeshazipanga, nikiprint tu hiyo zinakuwa zinatoka 2 kwenye A4 moja. Kama nataka zitoke 4 pia itakuwa ni hivyo hivyo kama ambavyo nimezipanga hapa. Kwa nitapanga ziwe 4, tapanga ziwe 4. Sasa ili ziwe 4 inabidi sasa nibadilishe, nisitumie orientation ya aina hii. Kwa nitarudi kwenye file, print A4, tatumia portrait iliyosimama, alafu nitasema drag, nitaweka huku, alafu nitazipanga sasa. Tapunguza labda namna hiyo, hapo ndo katikati. Kwa nita squeeze hapa juu. Kwa utaipanga, utakishamaliza kupanga ndio utaprint. Kwa nafikiri mpaka hapa tapanga, nita duplicate, alafu nita squeeze kuhakikisha wakati wa kupanga upange vizuri ziwe zinalingana. Ta highlight zote hizi 2, alafu nita duplicate kushuka chini namna hiyo.
Kwa hapo zimetoka 4 kwenye A4 moja. Hivi sasa vinakuwa ni vile vipeperushi vidogo vya kumpa mtu anatembea nacho, na hivi pia ni vile vile. Unaweza ukasema labda uprint kama sticker ubandike, ni wewe. Unaweza ukasema uprint umpe mtu au anasoma, ni wewe. Kwa mpaka hapo tumemaliza. Nipokee swali kama kuna mtu ana swali. Hello. Ya, kama kuna mtu ana swali, nafikiri tutakuwa tumefika hapo mwisho. Nakuelewa bwana Peter. Sema tu cha kutusaidia hapo kwa sababu sisi huko mtandao uko unasumbua. Ndio. Video sawa kutuwekea. Sawa, shukrani. Basi nafikiri tuishie hapa kwa leo. Nitatuma video mapema kesho, mjaribu kupitia, na mnaweza mkajaribu kutengeneza kitu cha aina hii ambacho tumetengeneza. Kama mtu ukihitaji picha ya aina hii, unasema tu na kutumia inbox, alafu unatengeneza. Kikubwa tu kwamba ujaribu kutengeneza kile kitu ambacho unakuwa, yani ili kukumbuka vile vitu ambavyo unakuwa na nani, kwa sababu tools ambazo kwa mfano tumeanza nazo siku ya kwanza ndo nyingi ambazo tunakuwa tunaendelea nazo siku zote. Kwa mara nyingi ukishaweka tools kichwani, ukajua hii kwa hapa, hii naitafutia hapa, nikifanya hivi kinatokea hiki, na vipimo, kwa inabaki tu kufanya kazi, kufanya practicals za kutosha. Kwa nafikiri tukutane kesho, tutaendelea na business card kesho, namna kutengeneza kadi za biashara. Kwa tukutane kesho, kadi za shule kwa tutafanya kesho.